kubaki akuda tena. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Na ujumbe ambao nikanao siku ya leo, it is losing destiny helpers. Leo tunaenda kufungua wasaidizi ambao wametumwa juu ya maisha yetu na Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengi wametumewa roho ya ndani. Wengi wamekamatwa wasije wakaingia kwa anga zetu. Amen. Wasije wakatusaidia. Lakini siku ya leo natangaza ya kwamba nikitumia neema mtumishi wa Mungu kwa madhabahu, Yes. msaidie yoyote alikuwa ametumwa juu ya maisha yako, Yes. na akazuiliwa kwa njia. Natangaza ya kwamba siku ya leo, Yes. anaenda kufunguliwa. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Huenda ni mama ambaye alikuwa ametumwa juu ya maisha yako na akazuiliwa. Yes. Natangaza ya kwamba siku ya leo anaenda kufunguliwa. Huenda ni mzee ambaye alikuwa ametumwa juu ya maisha yako na akazuiliwa kwa njia. Natangaza ya kwamba siku ya leo anaenda kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Huenda ni kijana ambaye alikuwa ametumwa juu ya maisha yako na akazuiliwa kwa njia. Natangaza ya kwamba siku ya leo anaenda kuachiliwa katika jina la Yesu Kristo. Na utangazia siku ya leo saidizi yote alikuwa ametumwa kwa njia yako na akazuiliwa. Hicho chochote ambacho kumeweka kwa njia yako unaenda kukiondoa siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. So today we are losing destiny helpers. Tunafungua wasaidizi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine tunakaa maisha ya kung'ang'ana, wengine tunakaa maisha ya mateso, ni kwa sababu wale wasaidizi ambao walikuwa wametumwa juu ya maisha yetu wamezuiliwa. Ndio unaona umekaa katika hali ya kuhangaika, ndio unaona ya kwamba umekaa katika hali ya kufinyiliwa. Lakini siku ya leo, kabla ya mwaka huu hujakwisha, natangaza ya kwamba wasaidizi wako wanafunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Once you lose. Once you miss your destiny helpers on earth, it only takes the grace of God to still be successful. Bwana Yesu asifiwe. Once you miss your destiny helpers on earth, it only takes the grace of God to still be successful. Wakati ambapo unapokosa wasaidizi wako wakiwa ulimwenguni, ni neema tu itakusaidia kama utaweza kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So wakati ambapo umekosa wasaidizi wako ukiwa ulimwenguni huu, it just take the grace of God kama utaweza kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. That is why you must be careful in your character, in your behavior, to your destiny helpers. Because when you misbehave, you can chase them away. Amen. Most of us, we misbehave to our destiny helpers. Our character, tabia ambayo tulikuwa nayo kwa wasaidizi wetu, imetufanya tuwafukuze mbali na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wengine walikuwa tayari Mwenyezi Mungu amewatuma, lakini kwa sababu of misbehaving to our destiny helpers, we chase them away. But because of the grace of God, natangaza kwamba siku leo wanaenda kurejeshwa juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Kama ulimisbehave, na ndio maana waliondoka kwako, kutumia neema siku ya leo. Tunatumia mlango wa neema na wanaenda kurudi kwako katika jina la Yesu Kristo. So you must be careful on how you speak to your destiny helpers. You should be careful to your character. Bwana Yesu asifiwe. Tabia zetu zimewafanya wasaidizi wetu waondoke kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Destiny helpers lift you up when you are down. They correct you and bring you out back when you are going the wrong way. Destiny helpers lift you up when you are down. Wasaidizi wetu uwanga wanatuinua wakati ambapo tuko chini, uwanga wanatuinua. Bwana Yesu asifiwe. Most of us, they correct us. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo tunapoacha njia, wanatambia kwamba so and so, ukiendelea na hiyo njia utapotea. So they correct us when we do wrong. They lift us when we are down. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati ambapo unapokosa kuwa na msaidizi yoyote kwa maisha yako, wakati ambapo unaposhuka, wakati ambapo utakuwa chini, hakuna mtu anaweza kukuinua. Lakini ukiwa na wasaidizi, wakati ambapo unaona ni kama maisha ni kama inakaa kuwa imeharibika, kama uko na wasaidizi,
Hao wasaidizi watakuondoa hapo chini na watakuweka juu. Nimekuja kutangazia mtu ambaye unajisikia uko chini, ni kwa sababu umekosa destiny helpers. Lakini siku ya leo nikitumia neema mtumishi wa Mungu Pastor Shenda, wasaidizi wako mahali walipo wanaanza kufunguliwa na kila nguvu za giza ambazo zimekamata wasaidizi wako zinaenda kuungua na moto, zinaenda kuteketea. Na wasaidizi wako siku ya leo wanawachiliwa. Wewe ambaye unajisikia uko chini, siku ya leo wasaidizi wako wakifunguliwa utaenda kuwa juu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati ambapo uko chini, ukikosa mtu wa kushika mkono, utaendelea tu na kudidimia. Lakini ukiwa na mtu ambaye anaweza kushika mkono, maybe mambo inatukujia kama wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sometimes we pass through troubles. Sometimes we pass through obstacles. Sometimes we pass through tribulation. Lakini ukiwa na mtu ambaye anaweza kuambia kwamba hata kama uko chini inawezekana dada yangu, hata kama uko chini inawezekana ndugu yangu, utajisikia huyo mtu amekupatia backup. Kama ulikuwa unajisikia uko juu, uko chini, ataweza kukuinua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine tunafikanga mahali sisi kama wahuduma ama watumishi wa Mungu, if you lose, wakati ambao umekosa, ukikosa kufungua wasaidizi wako, kuna wakati ambao unafikanga unajisikia uko chini, lakini ukikosa mtu wa kutia moyo, unaweza ukaachana na hiyo huduma. Bwana Yesu asifiwe. Ukikosa mtu anaweza kuambia ya kwamba dada yangu, unaweza ukaenda mbali, hata kama hali kuna namna gani, kwa Mwenyezi Mungu inawezekana. Ukikosa huyo mtu, utadidimia kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio nimekuja tuwafungue tukiwa tarehe 22 mwezi wa 12, kabla hujavuka mwaka. Nimekuja nikutangazie wasaidizi wako ambao walikuwa wametumwa mwaka mzima na wakazuiliwa, kipindi cha mwaka ambacho kimezalia, ninatangaza ya kwamba wanaachiliwa. Ajalishi wamefungiwa wapi, lakini nimekuja natangaza ya kwamba popote walipo tunaachilia moto. Kila jela ambao imefungiwa wasaidizi wako inawaka moto, inawaka moto, inawaka moto, inawaka moto. Kila mihoro ambao inawafunga inawaachilia. Kamba ambazo zimefunga wasaidizi wako, hizo kamba zinaungua na moto, zinaungua na moto, zinaungua na moto, wanaachiliwa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima upigane, lazima uombe maombi, useme ya kwamba wasaidizi wangu, haijalishi wamefungwa na nani, hata kama ni madhabahu ya kifamilia, hata kama ni madhabahu ya kiuchawi ambayo imefunga wasaidizi wangu, siku ya leo madhabahu pambana nayo na tuweze kufungua wasaidizi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kuwa mwanzo wako ulikuwa mzuri na sasa unaona kana kwamba unamalizia vibaya. Pia unaweza kuwa ulianza vibaya, lakini inawezekana ukamaliza vizuri. In the book of Esther chapter 6 kuanzia mstari wa 1. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nimeingia katika madhabahu nikitumia neema mtumishi wa Mungu. Lazima wasaidizi wako wapate kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza ya kwamba, natangazia mtazamaji wangu pale mtandaoni, natangaza ya kwamba wewe ambao unajisikia ukiwa chini, wasaidizi wako wanafunguliwa na wataenda kuwa juu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Many people don't want to be corrected as they keep falling away. Watu wengi wangu wapendi kuonywa hata wakikosea, na ndio maana nimekwambia kwamba your character, tabia zako zinaweza zikafukuza wasaidizi wako. Most of people don't want to be corrected as they keep falling away. Wakati ambapo unapokosa mtu akwambia kwamba kaka yangu uendelee vizuri, dada yangu uendelee vizuri, wakati ambao utakosa huyo mtu juu ya maisha yako, jua ya kwamba kuna kitu ambacho iko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wengine tukipata watu watukosoa tunakasirika. Kwa nini aniambia hivyo? Shukuru Mwenyezi Mungu wewe ambaye uko na mtu ambaye anaweza kukosoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba yetu akiroho tuambia ya kwamba ila wakati wakosa mtu wa kucorrect, akwambia kwamba fulani fasi bizo uendelee vizuri, jua ya kwamba you are beyond repair. Bwana Yesu asifiwe. Kama alikuwa anakuambia ya kwamba unachelewa ngo ibada uendelee vizuri, ukiona anaweza maliza mwezi mzima bila kukucorrect,
jua ya kwamba you are beyond repair. So you are going to fall away. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo nakuambia siku ya leo, wao ambao wamekosa mtu wa kukosoa, siku ya leo tunamfungua. Ajalishi ulifanya kosa ina gani, akaondoka juu ya maisha yako, popote alipo, tunamfungua katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So wakati ambapo unaona ya kwamba wengine wakikosolewa wanakasirika, wengine wakikosolewa wanaanza kunena ama kuongea mambo ambayo haistahili. Ila siku ambayo utafika ukose mtu akwambia ya kwamba dada yangu uendelee vizuri, mhudumu uendelee vizuri, understand that you are beyond repair. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini siku ya leo na kutangazia ya kwamba wasaidizi wako wanakombolewa, wasaidizi wako wanafunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Esther chapter 6 kuanzia mstari wa kwanza. Esther 6 mstari wa kwanza. Usiku huo mfalme hakupata usingizi. Basi akaamuru kitabu cha kumbukumbu za matukio ya kila siku kiletwe. Nacho kikasomwa mbele yake. Ikaonekana ilivyoandikwa jinsi Mordekai alivyong'amua jama ya kumuua mfalme, iliyokuwa imefanywa na Bigthana na Teresh, wawili baadhi ya matowashi wa mfalme waliokuwa walinzi wa vyumba vya mfalme. Mfalme akauliza, je, tumempa Mordekai heshima au tuzo gani kwa jambo hili? Watumishi wake wakamjibu, hatukufanya kitu kwa ajili yake. Mfalme akauliza, kuna afisa yeyote uani? Ikawa wakati huo Amani alikuwa ameingia katika ua la nje ya hekalu. Alikuwa amekuja kwa mfalme kuomba Mordekai auawe kwenye mti wa kuulia ambao alikuwa amekwisha utayarisha. Basi watumishi wakamjibu mfalme, Amani yuko uani. Mfalme akasema, mkaribisheni ndani. Amani alipoingia ndani, mfalme akamuuliza, je, nimfanyie nini mtu ambaye ningependa sana kumtunukia heshima? Amani akafikiria moyoni mwake, ni nani huyo ambaye mfalme angependa kumtunukia heshima? Bila shaka ni mimi. Bila shaka Amani akajisemea, ni mimi. Basi Amani akamjibu mfalme, mtu huyo ambaye mfalme angependa kumtunukia heshima, yafaa watumishi wa mfalme walete mavazi safi na kitani yaliyovaa mfalme mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ni habari ya Mordekai na mfalme. Maandiko inasema ya kwamba ilifika wakati Mordekai akasaidia mfalme na mfalme akaweza sahau ni vile Mordekai alimfanyia. Kwa hivyo nguvu za giza zikatawala. Kwa hivyo ukaingia roho ya delay, ukaingia utai wa delay. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Mordekai siku moja aketi chini, akaangalia vile aliweza kufanyia mfalme, akaangalia vile anampenda Mwenyezi Mungu na vile anakaa maisha sio yake. Akajua ya kwamba hapa kuna kitu ambacho haiko sawa. Mordekai akaingia kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko inasema ya kwamba usiku huo mfalme hakupata usingizi. Bwana Yesu asifiwe. Siku leo tutaomba mahali hapa. Ninatangaza ya kwamba msaidizi wako yote ambapo alipofungiwa ataenda kuachiliwa siku leo. Hawatapata amani. Yoyote alitumwa kwako na akazuiliwa. Natangaza ya kwamba leo tukiingia mahali hapa tunafurugana kwa anga na wataweza kuachiliwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mordekai aliomba. Kama angeomba mfalme angepata amani. Lakini wakati alipoamua kuomba, jamaa huyu inaonekana ya kwamba hiyo usiku hakulala. Na yeye wakati hiyo usiku hakulala, na mfalme akosa kulala. Bwana Yesu asifiwe. Hata wengine mmetoa promotion, wengine mmetoa vitu vizuri, na hao watu ni kama walisahau. Lakini tukiomba mahali hapa, mimi natangaza ya kwamba msaidizi wako atapata amani mpaka alete ile baraka ambayo aliambiwa akuletee katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Leo tutaomba mahali hapa wapate kufunguliwa. Na akina Naamani ndio wanazuilianga
miujiza yetu. Yes. Lakini hawa wachawi Aha. hizo mbwea tu. Yes. Mwenyezi Mungu asitumia. Inatengeneza mlango Yes. wa baraka juu ya maisha yetu. Amen. Hata fikiri anapatiwa tuzo. Kumbe afika na kwamba yes. yote anakutengenezea mlango ufunguke kwako. Yes. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mfalme aliuliza uani kuna nani, Mordekai akafikiria. Mordekai alikuwa adui na Hamani alikuwa adui wa Mordekai. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Hamani alikuwa uani wakati huo. Yes. Ndiye alikuwa ni juti wakati huo. Kwa hivyo alipofikiria kana kwamba mfalme ataka kupatiana tunzo, akafikiri inaonekana hii wiki nimefanya kazi vizuri. Ni kwa sababu hii wiki mimi ndio nilikuwa nimeshikilia juti. Wiki hii akafikiri ni yeye. Natangaza ya kwamba maadui wako tu. Yes. Mwenyezi Mungu atawatumia. Yes. Kwa kufungulia mlango. Mwenyezi Mungu tu atumia tu. Njia ya baraka ipatikane kwako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamaa tu akafikiri ni yeye. Akaulizwa na mfalme, huyu mtu tungeweza mfanyia nini? Akapatiana story yote. Akifikiri ni yeye. Kumbe hakuwa anajua ni Mordekai. Na maandiko yanasema ya kwamba Hamani alikuwa ametengeneza mti, ndiposa Mordekai akuja kuuawa katika hiyo mti. Lakini hakujua kana kwamba hiyo shimo tu alikuwa anachimbia Mordekai. Yes. Kumbe alikuwa anashimba shimo yake. Yes. Nimekuja nikutangazie wewe mtazamaji wangu, wewe msikilizaji wangu, ni kweli walizuilia wasaidizi wako wasije wakakusaidia, lakini kitumia neema mtumishi wa Mungu, wasaidizi wako wanakombolewa. Na wakati ambapo unapatiwa tuzo, hiyo shimo ambao walikuwa wamekuchimbia wanatumbukia wenyewe katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mordekai hakuelewa. Akafikiri kumbe ni mimi inapatiwa tuzo. Kumbe ni mimi inapatiwa reward. Kumbe hakuelewa. Alikuwa tu anatengeneza njia ndiposa Mordekai apate kubarikiwa. Amen. Ni kweli alikuwa ametengeneza njama Mordekai apate kuuawa, lakini hakuelewa hiyo chama ambayo alikuwa ametengeneza ni chama yake ya kumaliza. I prophesy. Under this anointing in the mighty name of Jesus. Natangaza ya kwamba wanao kuinukia, wanao kushambulia. Natangaza ya kwamba kabla huu mwaka hujakwisha watajinyonga. Katika jina la Yesu Kristo. Natangaza ya kwamba maadui zako hautaingia nao. Beria 26. Natangaza ya kwamba watakufa kifo cha kabla. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wasaidizi wako wanakombolewa. Amen. Wasaidizi wako wanafunguliwa. Amen. Na tu Hamani alikuwa pale tu anazozea tu. Ni kweli mfalme alikuwa msaidizi wa Mordekai. Yes. Lakini kuna kitu ambacho pale kilikuwa kinasongomana. True. Hamani anakataa. Mpaka anafanya njama. Anasema kwa nini apatiwa promotion? Kwa nini Mungu ambariki na si mimi? Bwana Yesu asifiwe. Lakini natangaza ya kwamba wachawi na walozi hatuwezi tukavuka na hao mwaka. Katika Yesu Kristo tukisherehekea watakuwa wakiomboleza katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Endelea mpaka basi. Basi mstari wa 9. Na mmoja wa wale washauri wako wa kuheshimika, mfalme, amvishe mtu huyo mavazi ayo ya kifalme na kumwongoza mtu huyo akiwa amepanda farasi wako mpaka kwenye uwanja wa mji. Huku anatangaza, hivi ndivyo anavyowatendea mtu ambaye mfalme anapenda kumpa heshima. Mstari wa 10. Hapo mfalme akamwambia Hamani, fanya haraka, chukua mavazi hayo ya na farasi, ukamtie heshima hii Mordekai, Myahudi ambaye ukaa penye lango la ikulu. Usiache kumfanyia hata jambo moja kati ya hayo uliyoyataja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani hata maadui wa Mordekai na Hamani, hiyo mambo ambayo umesema yote lazima umfanyie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi natangaza ya kwamba maadui zako hawatana baraka yako yoyote ile. Lazima wakupatie baraka yako. Na wakimaliza kukupatia watajinyonga.
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo tunafungua wasaidizi wetu katika jina la Yesu Kristo. Amina. The issue of destiny helpers is very sensitive. Many people are struggling because they lack destiny helpers. True. The issue of destiny helpers is very sensitive. Many people are struggling because they lack destiny helpers. Ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine ile kung'ang'ana ambao tunang'ang'ana. Maybe unahitaji 50,000. Siko na mtu tu. Unahitaji shamba. Iko na mtu. Unahitaji gari. Iko na mtu. Lakini kwa sababu umekosa wasaidizi, ndio maana unang'ang'ana. Na mimi nimekuja kutangazia ya kwamba ung'ang'ani tena dada yangu. Amen. Mama yangu ang'ani tena. Amen. Kaka yangu ang'ani tena. Amen. Lazima tufungue wasaidizi wetu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 2 Kings chapter 4 verse 9. Destiny helpers are ordained by God to assist you. Destiny helpers are ordained by God to assist you. Wameamrishwa na Mwenyezi Mungu wapate kukubariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wameamrishwa na Mwenyezi Mungu wapate kukusaidia. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo sio mpango wa Mwenyezi Mungu. In the book of Jeremiah 29 verse 11, maandiko inasema ya kwamba Mwenyezi Mungu kila wakati anatupangianga mambo mazuri, yes, lakini sio mabaya. Bwana Yesu asifiwe. So Mwenyezi Mungu anatuma hawa watu wasaidizi ndipo waweze kusaidia. Amen. Lakini yule mwovu, wale wachawi, wale walozi wanawabandilisha, wanawafunga. Mimi nimekutangazia kwamba hawafungwi tena katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wewe unakaa maisha ya kuhangaika. Wewe unakaa maisha ya kuangana. Yes. Wasaidizi wako wanapunguliwa siku ya leo. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. 2 Kings chapter 4. Falme wa pili kifungu cha 4 mstari wa 9. Mama huyo akamwambia mumewe, sina shaka kwamba mtu huyu anayefika kwetu kila mara ni mtakatifu wa Mungu. Mbona basi tusimjengee chumba na uko kumwekea kitanda, meza, kiti na taa, ili atumie kila anapotutembelea. Siku moja Elisha akaja huko na kuingia chumbani mwake ili apumzike. Akamuuliza mtumishi wake Gehazi, mwite huyu mama Mshunami. Alipomwita, alikuja na kusimama mbele yake. Naye Elisha akamwambia Gehazi, mwambie tumeona jinsi anavyotushughulikia. Sasa anataka tumtendee jambo gani? Je, angependa aombewe lolote kwa mfalme au jemedari wa majeshi? Mama Mshunami akajibu, mimi naishi miongoni mwa watu wangu. Elisha akasema, tumfanyie nini basi? Gehazi akajibu, hakika ana mtoto na mmewe amekuwa mzee. Elisha akamwambia, mwite. Naye akamwita, akaja na kusimama mlangoni. Elisha akamwambia, majira kama haya mwakani, itakapotimia mwakani ujao, wakati kama huu, utakuwa na mtoto mikononi mwako. Mama akajibu, la, bwana wangu, wewe ni mtu wa Mungu, usinidanganye mimi mtumishi wako. Lakini huyo mwanamke akapata mimba na kuzaa mtoto wakati kama huo mwakani uliofuata, kama Elija alivyotabiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu mwanamke Mshunami alikuwa na vitu, alikuwa na mali, lakini kuna kitu ambacho alikuwa amekosa. Hakuwa na mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekwambia your character na tabia yako inaweza ikakufanya ukae na wasaidizi wako. True. Lakini when you misbehave, tabia yako ikiwa mbaya, utawafukuza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati huyu mama alipochangia mtumishi wa Mungu nyumba, akamwekea taa, akamwekea kitanda, wakati ambapo atakuwa akitoka huku na huku, anakuja anapumzika pale. Amen. Na alikuwa hata chakula ile mtumishi wa Mungu alikuwa anakula, huyo mama ndiye alikuwa anampatia.
na hakuna siku ambayo alichoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Za zingine tunachokanga. Maybe uliamua ya kwamba nitakuwa nikinunulia mtumishi wa Mungu chakula, shopping na nyumba yake mimi nitakuwa nikifanya. Yes. Ikafika mahali ukakufa moyo, ikafika mahali ukachoka, ukadisconnect with your destiny hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama ungesonga songa, maybe kuna kitu kizuri kingeingia kwa ndoa yako ama kwa familia yako. Amen. Lakini kwa sababu you run away to your destiny hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine wanakaa hivi tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza ukawaona wadharau. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza ukawaona wadharau. We know the story of Abraham. Wakati ambapo alipoona wageni wanapita, aliwaita na kuwakaribisha. Yes. Kwa nyumba yake. Yes. Na ni kwa sababu ya kufanya hivyo, mzee wa miaka 90, Bwana Yesu asifiwe, Amen, ati maisha ikabadilika, utaanza kuondoka. Mzee wa miaka 100 na mke wake alikuwa 90 wakapata mtoto. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli walikuwa wageni, walikuwa wanapita, lakini hakuwadharau. Aliwaita wakiwa kula, kuambia John, karibu tukule na tukunywe. Amen. Wakati Sara alipoambiwa atapata mtoto, akajiangalia, akaona miaka ilikuwa imeenda na akacheka. Okay. Lakini ile nabii ambao alitolewa nao wanaume ilikuja ikatimia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Most of us, when people come into our lives, tunawaangalia tu kwa macho ya nyama. Amen. Tunawadharau. Unaona ya kwamba huyu ni msichana, hawezi akanipeleka mbali. Huyu mtumishi wa Mungu ni kijana, yes, niko na miaka mingi, hawezi akanipeleka mbali. Na ni kwa sababu ya hivyo tu roho ya mokari ikakuingia, roho ya madharau ikakuingia, yes, ukafukuza waverizi wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekuja nikwambie mama unayetazama pale mtandaoni, msikilizaji wangu siku leo, usidharau watu. Usidharau watu. Hata kama ukiona umevaa aje, usidharau watu. Ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine tulifukuza watu walikuwa tubalishia maisha, ni kwa sababu ya kuangalia watu na macho ya nyama. Amen. Huyu mwanamke alikaribisha mtumishi wa Mungu, amwake ya nomba, amwi yake tanda na lewa esa kwa kebetichu. Lakini wengine hatuwezi kufanya hivyo. Anatupatia mzigo wa familia yake, anapatia mzigo wa watoto wake. Kwani sisi yeye anastahili kutuhubiria na anaanza kutupatia mzigo. Lakini huyo mama aliheshimu mtumishi wa Mungu. Amen. Mpaka wakati ambapo alikuwa anaondoka, akamuuliza mama, unataka nikufanyie nini? Gehazi akamwambia, wakati ulipokuwa kwa hii familia, yes, hatujawahi ona mtoto, lakini kwa sababu mtumishi wa Mungu alipoambiwa na Gehazi akakumba na akamwambia mama, wakati mwingine matira kama haya, yes, utakuwa na mtoto. Amen. Na hivyo tu ikakuja ikatimia. Kama huyo mama angedharau mtumishi wa Mungu kwa sababu hakuwa na nyumba, kama angemdharau ni kwa sababu hakuwa na uwezo wa kujinunulia chakula, angepata mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Wengine we are struggling because we chased away our destiny helpers. Lakini neema mtumishi wa Mungu, yes, wa hii madhabahu, wasaidizi wetu, yes, tuliowafukuza kwa maneno yetu, yes, kwa tabia zetu, siku ya leo, yes, watarejeshwa tukitimia neema, yes, ya mtumishi wa Mungu wa hii madhabahu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yes. Kwa hivyo usiangalie watu na macho ya nyama. Hata Mungu anasema ya kwamba angalie mavazi, angalie maumbile. Kila Mwenyezi Mungu anaangalia ndani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo mama, ni kwa sababu ya hivyo akapata mtoto. True. Ibrahimu walikuwa wamekaa katika hali ya utasa. Welae ni moka kwa kumakua hata. Unaona mtu ametoka bali na anaingia hapo kwako, anakuomba maji, una make sure uweze kumpatia maji fresh. Hata watu wakija kwako hawezi kuwakaribisha, hata kuwekea mtu kikombe ya chai ni shida kwako. Ukipika chakula kwako unapika ile inakutoshea, na mtu hata akibisha mlango tu kwako hawezi kumpakulia.
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo roho tuachilie na tukua watu ambao tunasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza patia mzee kikombe ya maji ama chai tu akwambie mama barikiwa. Na hivyo tio neno ameachilia. Maisha inabadilika kwako. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. In the book of 2 Kings chapter 5 verse 3. Destiny helpers are positioned by God to make your way smooth. Destiny helpers are positioned by God to make your way smooth. Amen. Uwanga wameandaliwa na Mwenyezi Mungu watengeneze njia yako ikuwe rahisi. Kama kwa njia yako kulikuwa na changamoto ama you was struggling, destiny helpers wanatumwa na Mwenyezi Mungu watengeneze njia ikuwe sambamba, wakuondolea matatizo kwa njia yako. Bwana Yesu asifiwe. So they are positioned by God to make your way smooth. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yes. Siku leo tunawapungua. Kama tuliwafukuza sisi wenyewe, tunaomba neema ya kuwaregesha. Yes. Kama walikamatwa, tunawapungua siku ya leo. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. In the book of 2 Kings chapter 5 verse 3. Nasema hivi, siku moja akamwambia bibi yake, mke wa Naamani, laiti bwana wangu angekwenda na kumwona yule nabii aliyoko Samaria, angeponywa ugonjwa wake. Naamani alipopata habari hii, akaenda kwa mfalme na kumwelezea habari za mtoto huyu. Mfalme wa Aramu akamwambia, chukua barua hii umpelekee mfalme wa Israeli. Hivyo Naamani akaondoka huku kuchukua vipande 30,000 za fedha na 6,000 vya dhahabu na mavazi ya 10 ya sikukuu. Barua yenyewe iliandikwa hivi: barua hii ni kwa kumtambulisha kwako ofisa wangu Naamani, nataka umtibu huu ugonjwa wake. Mfalme wa Israeli aliposoma barua hii, alirarua mavazi yake na kusema, mbona mfalme wa Aramu anataka nimtibu mtu huyu ukoma wake? Kwani anafikiri mimi ni Mungu aliye na uwezo wa kuua au kufufua? Fahamuni basi, muone ya kwamba mtu huyu anataka kuniletea mzozo. Elisha nabii wa Mungu alipopata habari kwamba mfalme wa Israeli anararua mavazi yake, alituma ujumbe kwa mfalme akamuuliza, mbona umerarua mavazi yako? Mlete mtu huyo kwangu ili apate kujua kwamba kuna nabii katika Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu ni maid ambaye anasaidia bosi wake kuponywa ugonjwa ambao alikuwa nao. Nimekwambia ya kwamba don't look people anaanza kuwadharau tu. Naamani, komanda mkubwa wa jeshi, alikuwa mkubwa katika kikosi cha askari, lakini alisaidiwa na maid. Huyo maid tu namdharau tu. Yes. Alikuwa ametoka Samaria. Kulikuwa nabii na huyo msichana alichukua matekani na kuja kuajiriwa kama maid, lakini aliweza akasaidia Naamani. Bwana Yesu asifiwe. Ugonjwa alikuwa ametibisha kwa miaka na mikaka. Alipopatana huyo msichana alikuwa maid. Maid akaenda akaambia mke wa Naamani, laiti tumishi wangu angechua, bosi wangu angejua kana kwamba Samaria kwa nabii wa Mungu, hii ugonjwa ako nayo anaweza akapona. Bwana Yesu asifiwe. Hata mtu akiwa hata kama analisha, usimdharau. Hata kama umemwajiri kazi ya kuchunga hizo mbuzi zako na kondoo yako, hata kama anakoshanga nyumba, don't ignore that somebody. Usimdharau. Huyo maid amefanya Naamani aponye ugonjwa wako. Ugonjwa wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikule hapa ni ati wewe kala nandu watu. Ndivyo. Unakaanga na yule maid ambao umemwajiri aje. Ama tu unaonanga kwamba kwao anahangaika. Hata wakati wa kukula namwambia kwamba endo keti kule kwa jiko tukule kwanza na kibaki na anakuja kukula. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni uboya wewe bunje bikala nandu nesa. Ujifundishe kukaa na watu vizuri. Amen. Maybe ni maid alikuwa ametuma kwako akubadilishie maisha. Akaona venye unamtesa, hata kumaliza mwezi, hata aliondoka usiku akaenda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu ya Naamani, mke wa Naamani alikuwa anabeba huyu maid vizuri, ndio maana alimweleza mahali ambapo anaweza akasaidika. Bwana Yesu asifiwe. Kama alikuwa anambeba vibaya, angemweleza mahali popote anaweza akasaidiwa.
Lakini kwa sababu huyu msichana hakuwa tumeni tu, alikuwa destiny hapa kwa familia ya Naamani. Aliweza akasaidia Naamani, ugonjwa ambao ulikuwa umemsumbua kwa miaka na mikaka, akaweza akaponywa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Destiny helpers, they use their network to open up opportunities for you. In the book of 1 Kings 17, kuanzia mstari wa 2. They use their opportunity, they use their network to open up opportunity for you. Wanatumia network yao, wanatumia uwezo wao, wanakufungulia njia pasipo na njia. Unajua kuna mtu anaweza kutaja siku ya leo tu maisha ibadilike. Amen. Aseme ya kwamba ninajua huyo pastor, ninajua huyo mama, ninajua huyo kijana. Tu akutaje tu. Bila unaweza enda mahali utaje jina Pastor Shenda upokelewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So they use their network to open up opportunities for you. Wengine kuna opportunity ambazo the way ipata, lakini ukiwa na destiny hapa tu, utaje tu jina lake tu. Bwana Yesu asifiwe. Opportunities zinaanza kufunguka kabla mwaka hujakwisha. The year 2026, milango ambayo ilibisha kutoka Januari ikakosa kufunguka. Natangaza ya kwamba opportunities the year 2026 they are going to open in the mighty name of Jesus. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo wanatumia their network to open opportunities for you. Kwa hivyo wengine tunakaa maisha kwa amani, tulimbisha milango ikakosa kufunguka, lakini tukitumia wasaidizi wetu opportunities zinaanza kufunguka katika jina la Yesu. Haijalishi ni nani alifunga wasaidizi wako. Ukiingia kwa maombi siku leo, mahali popote walipo wanafunguliwa katika jina la Yesu. Mahali popote walipo wanakombolewa katika jina la Yesu. So they open opportunities for us. They use their network to open opportunities for us. 1 Kings 17 verse 2. Neno la Bwana ikanijia kusema, ondoka hapa, geuka upande. Ondoka hapa, geuka uende upande wa mashariki. Ujifiche karibu na kijito cha Keredi kinachokabilia Yordani. Itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nimeamuru kuguru wakulishe huko. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Bwana, kwa kuwa akaenda akaa karibu na kijito cha Keredi kinachokabili Yordani. Kuguru wakamletea mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama jioni. Akanywa maji ya kile kijito mjane wa Sarefati. Ikawa baada ya siku kupita, kile kijito kiakatika, kwa sababu mvua haikunyesha katika nchi. Mjane wa Sarefati, neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarefati, ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane huko akulishe. Basi akaondoka akaenda Sarefati. Alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwa akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kuni. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mikononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila gozi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami naokota kuni 2 ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu, tule na tufe. Eliya akamwambia, usiongope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo uniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao.
Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga alitapungua, wala lile chupa ya mafuta haitaisha, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Eliya, na yeye mwenyewe na Eliya na nyumba yake wakala siku nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu Elijah, wakati alipoenda aliambiwa kwamba aenda akae katika kijito pale, atakuwa kunywa maji pale, na Mwenyezi Mungu ataamuru kunguru watu mletea chakula, waekana mletea maji na nyama kila siku. Lakini wakati ukafika, ile maji ya kile kijito ikakauka. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akamaamurisha ondoke hapo aende Zarepati. Na akiwa pale alikutana na mama mjane anaokota kuni, akamwambia mama, naomba uende uniletee maji nikunywe. Na kabla hajaenda, Eliya akamwambia kwamba niletee mkate pia. Huyo mama akamwambia, mtumishi wa Mungu, ninaokota kuni 2 tu, niende nipike ila chakula kidogo niko naye nikule na tuweze kupa na mwanangu. Lakini mtumishi wa Mungu akasisitia huyu mwanamke, akamwambia ya kwamba enda upike kwanza uniletee, na kimaliza kuletea enda upike hiyo nyingine na ukule na mtoto wako. Maandiko inasema ya kwamba huyo mwanamke hakukata tamaa na kufa moyo. Mwisho kwa unaambiwa kwamba nguza madhabahu mama, nguza madhabahu mzee, unasema ya kwamba kila nimebaki nayo tunaenda nunua chakula tukule na watoto wangu, hata kesho juu tunakula nini. Mimi pia napenda huyo mwanamke. Huyu mwanamke hakuwa na bwana, hakuwa na mzee. Maandiko inasema ya kwamba alikuwa mjane. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa mjane, na vile alikuwa mjane hakukomboleni. Kama umeniambia ni sawa, nikaenda nipige chakula na nikuletee. Mwanamke alienda akapika na akaletea mtumishi wa Mungu. Maandiko inasema ya kwamba chakula kwa hiyo pipa unga haukuisha siku hata moja, na mafuta haikuisha kwa hiyo chupa. Bwana Yesu asifiwe. Most of us tuanga tuanjililia sana wakati Mwenyezi Mungu anatuma wasaidizi wetu kuribalisha maisha. Maybe mtumishi wa Mungu, tomorrow we are here, tunapatia mtumishi wa Mungu sikukuu, lakini kuna mtu anasema ya kwamba ila niko nayo ni kidogo, sasa nikimpelekea tabaki na nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kuna mtu ataleta mahali hapa, hiyo kidogo ako nayo, yes. Unga haitawaisha kwake, mafuta haitawaisha kwake, hata wiko kuwa na pesa siku hata moja. Bwana Yesu asifiwe. Huyo alikuwa mjane, alikuwa na mtu wa kutegemea. True. Alikuwa yeye na mtoto wake, hakuwa na mtu anaweza kupigia simu. Huyo mtoto alikuwa mdogo, kwa hivyo alikuwa anategemea mama. Angepiga simu saa hii amwambie hello kijana wangu nataka sikukuu, hakukuwa na mtu anaweza mpigia simu, hakuwa na mzee anaweza mpigia simu. Ukweli. Na maandiko inasema ya kwamba alikuwa anafuatana na mtoto wake, walikuwa wanaokota kuni 2 tu, waende wapike hiyo unga alikuwa nayo na wakule na wakupe. Lakini wakati alipoambia mtumishi wa Mungu, ende upike kwanza uniletee, na ile ambayo itabaki uende upike na mtoto wako. Yes. Kama ni wengine tungeanza kulalamika, kwani pastor no uelewa, kwani huyu pastor wetu elewangi kama mimi sina mzee, kwani huyu pastor elewangi kama sina pesa. Lakini mama hakulalamika. Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia ya kwamba tabia yako, wengine tumepatiwa roho ya kupuuza. Mtumishi wa Mungu anakuambia fanya hivi, si kesho tuko hapa tupatiane sikukuu, tupatie baba yetu wa kiroho sikukuu. Most of us waliinginao tu wakasema mimi sitaenda, wakasema ya kwamba niko na mambo mingi ya kufanya, niko na shughuli, kwani saa zote ni kanisani. Elewi kana kwamba basi nitakuwa hapo Christmas, elewi kana kwamba jana nilikuwa pale, nitakuja kufanya nini? Mama hakukomplain, na ni kwa sababu ya kupatana na msaidizi mtumishi wa Mungu. Amen. Eliya. Maandiko inasema ya kwamba huyo mama, wale wengine wakisikia ukame, huyo mama hakusikia. Wale wengine wakilala njaa, huyo mama hakuna siku ambao alilala njaa.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nakutangazia ya kwamba wakati ambao utasikia kuhani wa hii madhabahu amekuitisha kitu, hata kama hiyo ndio umebaki nayo, usiangalie, usinungunike, patiana tu hiyo uko nayo. Yes. Maisha itabadilika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Destiny help us fight on your behalf as if the battle is theirs. Uwanga wanapigana vita ni kana kwamba hizo vita ni zao. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Maandiko yanasema ya kwamba Hebrew 13:17 wanachunga roho zetu usiku na mchana. Wakati ambapo Pastor Shenda kanasikia kwamba kwa tatizo, anapigana hiyo vita ni kama yake. Juzi kuna mama ambaye alifanyiwa ukombozi hapa Saturday. Na hiyo kitu ikaumiza mtumishi wa Mungu. Na akasema ya kwamba yeyote anajua hiyo mchawi, yeyote atakayemuona anatingiza kichwa, ni kwa sababu anasumbua mtoto wake wa madhabahu. Akasema ya kwamba naye kama kuhani wake ataenda kupigana na huyo mchawi. So they fight their battles on your behalf. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Je, wewe yule ambaye hauna baba wa kiroho, huyo ni msaidizi wako. Kuna vita ambazo wazani nazo, lakini ukiwa na baba wa kiroho atakupigania hizo vita. So destiny help us fight on your behalf. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. They remove barriers for you. Uwanga wanakuondeleanga vizingiti, uwanga wanakuondeleanga vizuizi. Maybe katika familia ya kwenyu walisema ya kwamba hakuna kuendelea, hakuna kufanikiwa. Destiny help us remove barriers for you. Bwana Yesu asifiwe. Wengine tuondolewa vizingiti. Vizuizi zote ambazo zinatuzuia kuendelea zitaondolewa tukitumia neema mtumishi wa Mungu wa hii madhabahu Pastor Shenda katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo siku ya leo dhabihu yako ni ya muhimu sana. Ujumbe wa leo tunafungua wasaidizi wetu. Amen. Wengine walizuiliwa. Ndio wengine tumewekewa limitation. Why do we have limitation in life? Because we are lacking destiny help us. Destiny help us wanaweza katuondelea limitation. Wanaweza katuondelea barriers ambazo ziko mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo dhabihu yako siku leo ni ya muhimu sana. Useme ya kwamba mtu yeyote aliyetuma kwangu na akazuiliwa, ajalishi ni nguvu za giza, ajalishi ni madhabahu ya kwetu, ajalishi mimi niliwafukuza, ni kwa sababu ya dhabihu yako hii madhabahu, popote walipo wapate kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. They help your ministry, career and family. Ukiwa na wasaidizi watakusaidia kihuduma, watakusaidia kwa familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiwakosa utakaa maisha ya kuhangaika, utakaa maisha ya mateso. Lakini siku ya leo wanafunguliwa, watakusaidia katika huduma. Wale ambao walituma kwako na wamezuiliwa, natangaza kama funguliwa siku ya leo. Hautangangana tena ukimtumikia Mwenyezi Mungu. So they help your ministry, they help you in your family. Bwana Yesu asifiwe. They are strategically positioned to help you to arrive at your expected end. They are strategically positioned to help you to arrive at your expected end. Yaani wametumwa watengeneze njia kwako. Kama Mwenyezi Mungu alikutakia uende mpaka nje zingine, utaenda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukikosa mtu wa kukuinua, utabaki level moja. Yaani wangu anakushika mkono. Yaani hiyo huduma inapenya bila kung'ang'ana. Unamtumikia Mwenyezi Mungu bila kung'ang'ana. Wanaweza tuma kwa familia yako, wasaidia watoto, wanakusaidia kulipa school fees. Hata wewe ungangane kulipa school fees, wanasimama na huduma yako. Hata wale wengine akisema kwamba uchumi uka hivi na hivi, yaani unatembea tu bila kukwama. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka wanahakikisha mahali Mwenyezi Mungu alitaka ufike, utafika hapo. Lakini ukikosa mtu akushika mkono, hauwezi ukafika hapo. Lakini leo tunawafungua wote. Mahali ambapo unastahili kufika, utafika katika jina la Yesu Kristo. Ambao alikuzuilia kufika mahali Mwenyezi Mungu anataka ufike, unawaokoa siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. They add value to you. Wanakufanya unakuwa na value. Bwana Yesu asifiwe. Most of us unaweza enda hatuna majina makubwa, lakini kwa sababu ule mtu tunajitanisha na yeye, kwa sababu tu ya kujitanisha na Pastor Shenda, you have value. Kwa sababu kusema ya kwamba mimi ni mshika Kings of Ministry, hiyo tu you add value.
Ukitaja tu jina yao unakuwa na value. Hata wanasema kwa kama ametoka Kids Ministry, kama huyo anajua Pastor Shenda, unakalishwa vitu za mbele. Watu wanaanza kutambua. Bwana Yesu asifiwe. Wengine tumekosa kutambulikana ni kwa sababu tumekosa wasaidizi. Lakini siku leo akifunguliwa, tutakuwa na value. Popote utaenda, hata kwa familia yako utakuwa na value. Kwa kijiji utakuwa na value. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Destiny help us will save you from the pain and the frustration. True. In the book of 1 Samuel chapter 1 verse 17. Destiny help us will save you from the pain and the frustration. True. Watakusaidia wakuondoe katika matatizo. Wewe ambao kuna frustration, wewe unaona umefika mwisho, wewe unaona ya kwamba haiwezekani, wewe unapita katika hali ya kuhangaika, wewe ambao unapitia katika maumivu, ukiwa na destiny helper, ukiwa na msaidizi, atakuondolea frustration, atakuondolea pain. Bwana Yesu asifiwe. Amen. In the book of 1 Samuel chapter 1 verse 17. In the story ya Hana, alipatana mtumishi wa Mungu Eli. Huyo mama alikuwa amekaa katika hali ya maumivu. Alikuwa amekaa katika hali ya frustration. Lakini wakati alipopatana na mtumishi wa Mungu Eli, akamwambia, mama, Mungu amejibu maombi yako. Amen. Nimekwambia ya kwamba kuna opportunities you cannot open before you. Kuna milango libisha, lakini kwa sababu ya kukosa kuwa na destiny helper ambaye ni mtumishi wa Mungu, angeweza kuambia tu it is well, ukamwinginao kwa maisha yako. Ndio maana ulianza kuomba kitu kutoka Januari na zaidi kwa Disemba. Na hujawahi muuzisha, kamwambia baba, nimekuwa nikiombea hii, mamangu ya kiroho, nimekuwa nikiombea hii. Hujawahi muuzisha siku hata moja. Huyu mama andike nasema ya kwamba alikuwa anashinda kwa madhabahu every day na kuchoka, lakini kujiombea mwenyewe hiyo hali kutoka. Mpaka ile siku alipopatana na Eli, akamwambia kama mama, it is well. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inasema hivi, ndipo Eli akamwambia, nenda kwa amani, naye Mungu wa Israeli akupe kile ulichoomba. Hana akasema, naomba nami mtumishi wako nipate kibali mbele yako. Hana akaenda zake, akala chakula na hakuwa na huzuni tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akaondolewa frustration. Mariki nasema ya kwamba ni kwa sababu ya kuonana mtumishi wa Mungu. Akaambiwa ya kwamba sasa it is enough. Yes. It is well. Hivyo tu, Mariki nasema ya kwamba Hana hakuwa na huzuni tena. Na hiyo siku alienda akula na akanywa. Na hiyo siku tu alipatana na mume wake, alipata mimba. Bwana Yesu asifiwe. Sijui mtazamaji wangu, nini ambacho kimekuwa kingumu kwako, kimekuwa kikusumbua? Siku leo jiunganishe na neema mtumishi wa Mungu wa hii madhabahu kupitia dhabihu yako. Hicho ambacho kinakufanya pita katika hali ya maumivu, hali ya huzuni, jiunganishe na hii madhabahu na kupitia neema mtumishi wa Mungu. Hiyo zito ambayo unasikia kwa roho yako, kwa ndoa yako, vitaweza kuondolewa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na pointi ya mwisho, destiny help us connect you to the top. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanakufanya unakuwa juu. Unakuwa wewe hauko chini kabisa. Unakuwa uko juu. Lakini ukiwakosa utakaa maisha ya kuwa chini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi natangaza ya kwamba leo tukiwafungua wasaidizi wetu, tutaenda kuwa juu katika jina la Yesu. Natangazia mtu kana kwamba hautakuwa chini tena. Amen. Mama utakuwa chini tena. Mhuduma utakuwa chini tena. Mzee utakuwa chini tena. Mwanadada utakuwa chini tena. Ni kwa sababu siku ya leo wasaidizi wetu wanafunguliwa. Wataenda kuwa juu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watazamaji wetu pale mtandaoni, naamini ya kwamba ujumbe wa siku leo umekubariki. Sasa nataka tuingia kwa maombi. Tupambane na maroho yote na mashetani yote ambayo imezuilia wasaidizi wetu. Tuwafungue wale ambao walizuiliwa, tuwafungue. Watu tuliwakosea kwa sababu ya tabia zetu, ni kwa sababu tulimisidevu kwao. Tuombe tu msamaha, tumwambie Mungu tusamee, na tuanze kuitisha neema ya kuwaregesha tena. Kwa hivyo chunganishe na dhabihu yako kwa hii madhabahu. Na unapokuwa ukifanya hivyo, wasaidizi wako wanafunguliwa
katika jina la Yesu Kristo. Tunakualika siku ya kesho hapa. Tutakuwa tukibariki baba wetu wa kiroho, Pastor Shenda, na mama yetu wa kiroho. Huenda mtumishi wa Mungu kutoka Januari amekuwa akisimama na wewe. Kwa hivyo siku ya kesho, sisi kama kanisa ya online, sisi kama kanisa ya ndani, tutakuwa tukibariki baba wetu wa kiroho, tukimnunulia sikukuu. Kwa hivyo jiandae, useme ya kwamba this 50,000 are going to bless my father. Na ukifanya hivyo, baraka ambazo mtumishi wa Mungu wanga ako nazo zitaingia kwako. Elewa na kwamba siku leo tulikuwa tunafungua wasaidizi wetu. Wasaidizi wetu wengine watumishi wa Mungu tulidisconnect kutoka kwao, lakini na kuandaa pale kesho, jiandae upate kubariki baba wako wa kiroho, upate kubariki mtumishi wa Mungu. Hiyo namba iko pale 0712847445. Hiyo ni namba ya Pastor Shenda, sio ya mtu mwingine, sio ya secretary. Kwa hivyo sikukuu yako unaweza tuma hapo, na ile baraka ambayo mtumishi wa Mungu itaingia kwako automatically. So be blessed, and tupatane pale kesho tukibariki baba wetu wa kiroho. Bye bye. We can